Hilo ambalo nilikwambia hapo, Yesu alisema kwenye Mathayo 26:39 hapo na kuendelea. Mathayo 26:39 na kuendelea hapo. Ukisoma yote hiyo utaona hapo ambapo Yesu alipiga kelele akaomba, Bwana, kama kikombe hiki ikiwezekana kiniepuke, ila kama mapenzi yako basi timie. Alipitia kwenye hali ngumu na Bwana akakaa kimya. Hiyo anasema Bwana alikaa mzee siku akanyuti. Haleluya. Akakaa silence. Akasema hapana, lazima mission iweze kutimia, lazima ili jambo lazima ufanye. Hapo ndipo unapoambiwa kwamba Yesu alikuwa 100% binadamu hapa. Hapo uungu ukuwepo tena kwa sababu maumivu aliyasikia haswa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo narudia tena kule ambako Sauli, kwa nini hakujibiwa? Sauli hakujibiwa kwa sababu alikaa mbali na Bwana. Unapokaa mbali na Bwana ni nini? Yale ambayo Mungu anakuambia, Joseph, do this. Wewe unafika mahali unapuuzia. Unajua Mungu ni mvumilivu, si ndio? Mungu ni mvumilivu, anatumia watu mbalimbali. Anatumia wachungaji, anatumia manabii, anatumia maandiko, anatumia ndoto kukuonya, vitu vingi tu. Usipokuwa na wewe kusikiliza, anafika mahali Mungu anakaa mbali. Ananyamaza kwa sababu wewe umekaa mbali na yeye. Na kukaa mbali na Mungu ni kutokutii na kusikiliza yale ambayo Mungu anakuambia. Maana yake tayari unakuwa ushatengeneza gap. Keka gap, Mungu anakuwa mbali na wewe. Mungu hawezi kusikia. Na nikakutolea mfano hapa asubuhi. Sijui kwa nini nitoa mfano. Nikasema kwa mfano mtu ambaye anaita mimi nikiita hapa mtu, nikimwita mtu wa container hawezi kunisikia. Niko huko ni mbali, si ndio? Hapa nitumie mic. Kwa sababu nishakaa mbali, nishajitenga na uso wa Mungu. Kwa sababu labda umetenda mambo yasiyofaa, umetenda dhambi, umetenda ubatili mbalimbali. Lakini unapokuwa karibu na Mungu, Mungu anaweza kusikia na akakujibu. Lakini mimi nataka leo somo langu linasema kwa nini? Sababu Mungu anapokaa kimya huwa kuna sababu. Kwa hiyo tujifunze na tuelewe kwamba sio ukasema tu Mungu nimeomba maombi yangu okay, muombe maombi yako kwa muda wa mwezi mmoja. Kama unaona biashara unafanya mwaka mzima apate faida, si lazima akae. Kwa nini sipate faida? Atakuwa ajue sababu ya kutokupata faida ni nini. Wateja hawapo ama vipi? Ama nakosea mahesabu. Kwa hiyo yamkini hata wewe katika kuomba kwako, katika kumtafuta Mungu anapokaa kimya, lazima ujiulize anakaa kimya kwa sababu gani? Ukijiuliza, ukiona labda ni mtu ambaye njia zako sio sahihi, unatakiwa utengeneze. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anaweza kukaa kimya ili wewe utengeneze. Hapa Bwana Mr. Joseph, mimi nakaa kimya kwa sababu bado kuna makando tengeneza. Nitakupeleka pale ambapo unatakiwa kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo zinamfanya Mungu akae kimya. Kwa sababu labda njia zako sio sahihi mbele za Bwana. Atakaa kimya ili utengeneze urudi. Utakaporudi Mungu atakusikia na atakujibu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atusaidie, Mungu akusaidie katika maisha yako yote ya utumishi. Fika mahala ujue kwamba anapokaa kimya mzee wa siku, si kwa sababu tu ya dhambi. Yamkini kati mwingine anakaa kimya ni kwa sababu ya mapenzi yake. Kuna jambo anataka litimize kupitia wewe. Haleluya. Kwa hiyo usije toka sababu ukasema fulani bwana yupo amepitia kwenye mapito fulani. Naona tu labda atakuwa amemtenda Mungu dhambi. No. Usiseme hivyo. Kama una uhakika wametenda dhambi, basi Mungu atafunua atakufa. Unajua Mungu anaweza asithibitishe kwa mtu mmoja, atathibitisha kwako, atathibitisha kwa mtu mwingine kwamba jambo hili hapa ndio kusababisha fulani kwa hivi, labda alikosea. Na Mungu akifikia hatua hiyo, maana yake anataka wewe utengeneze urudi. Lakini wewe unajijua, mimi najijua, wewe unajijua. Unless otherwise kama mtu wadogo. Kila mtu anajua njia zake, anajua nyendo zake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kama nyendo zako ni kamilifu mbele za Mungu, na Mungu unapomwomba anakaa kimya, basi ujue kuna jambo, kuna kusudi ambalo Mungu amelikusudia lenye kuleta utukufu kwake na kwa wewe kukupeleka hatua nyingine. Kwa hiyo nimesema mambo mangapi ambayo yanamsababisha Mungu kukaa kimya hapa? Bwana Yesu asifiwe. Mambo mangapi? Mambo mawili, si ndio? Jambo la kwanza nimesema kwamba Mungu anaweza kukaa kimya ni kwa sababu kuto kushika maelekezo yako kupitia Biblia ama kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapa yote maana usiposoma Biblia na kuishi neno la Mungu linaposema, maana huo ni uovu.
Unapotenda dhambi tatu tumeshajifunza kwenye Wagalatia 5:16 hapa na kuendelea, uovu, dhambi ni nini? Lakini pia Mungu anaweza kukaa kimya akanyamaza asikujibu, ni kwa sababu tu mapenzi yake yatimie. Na ndio kwa mifano ambayo iko dhahiri kwa Ayubu na kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kwa Hana, mifano mitatu hiyo. Ayubu alipita magumu, alipita changamoto mbalimbali, ndio maana nikasema hapa kanisani leo tukasoma habari za Ayubu, tunajifurahisha, tunasema Ayubu wewe tu leo upoteza mtoto mmoja tu hapa. Tena labda aliumwa kweli akafa. Utalia kweli yani. Sasa Ayubu alipoteza watoto wangapi? 4, si ndio? On the same time, ulegele watu wamekufa. Pesa zote zimepotea. Wewe unafanya mchezo? Bwana Yesu asifiwe. Afya yake majipu, mara siku nini, mara hiki. Kwa hiyo haikuwa rahisi. Na si kwamba alikuwa haombi, sio kwamba alikuwa halii. Alikuwa akiomba analia kama unapoomba wewe unalia. Na Mungu alikuwa anamsikia, lakini akakaa kimya kwa utukufu wake na kwa mapenzi yake. Kwa hivyo wakati mwingine ujifunze, Mungu anapokaa kimya anataka uwe na uvumilivu kwa jambo fulani kwa utukufu wake. Kama Hana alivyokaa katika kipindi kirefu cha kutokupata mtoto, akaendelea kuomba, si kwamba Mungu alikuwa alimsikia, alifunga tumbo, ukafika wakati akamfungua tumbo, Samuel akazaliwa na watoto wengine walizaliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mchana wa leo nimekufundisha kwa habari ya kujua kwa nini Mungu anakaa kimya. Lakini kingine, Mungu anakaa kimya wakati mwingine, cha tatu ni anataka wewe urudi kwenye mstari. Anakaa kimya na nyamaza, anataka wewe urudi kwenye line, utafakari nini kimetokea. Kwa nini imekuwa hivi? Kama vile ambavyo Sauli hakujibiwa kwa ndoto, kwa maono wala kwa manabii. Kwa nini leo iwe hivi? Ukae ujiulize. Kwa Mungu anatupa fursa, sisi wenyewe tunashindwa kujua. Kwa Mungu alikaa kimya, anataka huyu sasa ajue kwamba okay, wewe kuna mahali ulikosea. Ni wakati wa kutengeneza na Mungu ili urudi kwenye line ambayo Mungu anataka. Kwenye network. Mtumishi alisema hapa asubuhi. Anataka turudi kwenye network. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu vitatu. Ananyamaza kimya ili wewe urudi kwenye network. Urudi pale ambako Mungu anataka uwepo. Kama katika hivi vyote, kama kwenye hili la kusudi la Mungu halipo, labda kuna mahala uliharibu, Mungu anapokaa kimya anataka turudi kwenye network. Turudi katika njia yake ili uendelee pamoja na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mchana wa leo tumejifunza hivyo vitu vitatu, sababu tatu ambazo zinasababisha Mungu ananyamaza kimya. Nimekuambia na maandiko matakatifu nimekupa hayo machache, yatakusaidia. Ukisoma hiyo Samueli wa kwanza 28:6 na kuendelea, na hiyo Samueli wa kwanza 14:37, hapo pia inaelezea hiyo habari. Na Isaya hiyo nimesoma 59:1 hadi 8, na Mithali hiyo 1:28-31. Kwa nini Mungu anakaa kimya? Ni kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya dhambi. Na kwa sababu ya mapenzi yake ni hiyo Mathayo 26:39 na Ayubu 30:20. Na cha mwisho hicho ambacho nimekimaliza hapo, Mungu anataka tafakari na urudi kwenye njia zile ambazo anataka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Amen. Basi Mungu awabariki sana. Na mimi nimetumia kama nusu saa ama dakika 35 kukupa kile ambacho Mungu anataka ukisikie mchana wa leo, kikusaidie, ambacho kitakuwezesha kukuvusha na kupeleka kwenye hatua nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumefika mwisho wa ibada hii, lakini kuna hatua ya kuchukua. Kuna jambo ambalo unaweza kutafakari kwamba ni mimi au wewe, ni yule au ni wewe. Tukisoma Biblia au tukitumia zile kanuni ya uchunguzi, utafsiri, utekelezaji, hapa tumeshasikia mambo mawili. Jambo la kwanza, asubuhi wakati wa Mungu ndio wakati sahihi.
Sasa sijui unaharakisha kwa ajili ya kitu gani, unakimbilia kitu gani? Mungu anataka uende taratibu pamoja naye ili upate wakati sahihi. Sasa hivi Mungu anaponyamaza kimya, ana sababu. Sasa penginepo kuna shida kwenye maisha yetu. Mungu ameshasema kitu, na wewe uliyekata tamaa, na wewe ambaye unataka Mungu aharakishe kufanya kitu. Sala zetu sisi tunataka kama zile za microwave, dakika 15 umepata majibu, dakika 20 umepata kitu. Sasa hapa kuna jambo Mungu analitafuta katikati yetu. Ameshanena, bado kujichunguza, bado kujifikiria ya kwamba ni mimi au wewe, ili tumwambie Mungu kwamba kwa nini Mungu amenyamaza kimya. Ni wewe ndo na haraka zako za kupata matokeo? Kama Mungu amenyamaza, unafanya mwenyewe. Wakati wa Mungu ni upi? Yako mambo mawili. Jambo la tatu ni sisi watekelezaji kujihoji, kujipeleleza. Ni wewe unataka kuoa kabla ya Bwana? Ni wewe unataka kufanikiwa nje ya mapenzi ya Mungu? Ni wewe unataka kufanya jambo ambalo Mungu hajaridhia? Angalia kwenye moyo wako, usimwangalie mwenzako. Kuna kitu unataka kukifanya lakini hakina majibu ya kimungu, lakini sio wakati wa Mungu sasa hivi. Au mtu uliye naye unataka kuanza maisha naye au unaishi naye, ni Mungu kakufanya? Ni wewe umefanya? Ni wewe umetengeneza? Mungu hajatengeneza. Kwa kawaida ya Mungu, tunapoingia kwake, tunapoingia madhabahuni, lazima tuhurumie, lazima tuonye, lazima tupe tahadhari, ili tuseme ndiyo Bwana. Kama utataka kurudi kwa Bwana, baadaye majuto na kilio kinapotokea, ni wewe, sio yeye tena. Maana ametahadharisha, wakati wa Bwana ulio sahihi, wakati wa Mungu ndio sahihi. Mungu anaponyamaza kuna sababu. Unaweza kaenda miaka nenda rudi, kumbe yanatengeneza apate utukufu, apate heshima. Maandiko yanasema ijapo aibu ndipo ijapo heshima. Ijapo aibu ndipo ijapo heshima. Je, unaona kukaa hivyo unadharaulika? Je, kukaa hivyo unaona unaaibika? Je, unapokaa hivi unaona wewe ndio unapoteza mwelekeo, hauna maana, ndio unaamua kufanya mwenyewe? Hebu simama kwa miguu yako miwili.